Naam, hii ni The Bible Story. Sasa leo nakuletea historia ya huyu malkia aliyefukuzwa kwenye jumba la kifalme. Malkia alifukuzwa kwenye jumba la kifalme. Ni nani huyu? Twende sambamba katika Biblia yako. Utasoma kuanzia Esta 1 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 22. Twende sambamba tumfahamu huyu ni nani aliyefukuzwa katika jumba la kifalme. Katika kisa hiki tunakutana na mfalme Ahasuero. Huyu Ahasuero alimiliki toka bara Hindi mpaka Kushi, juu ya majimbo 127. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake, huyu mfalme Ahasuero aliamua kufanya karamu kubwa. Akawaita maakida wake wote, wajumbe wake wote, wakuu wa Uajemi na wakuu wa Uamedi, watu wenye cheo na maakida wa majimbo wakahudhuria mbele zake. Akawaonyesha utajiri wa ufalme wake mtukufu na heshima ya enzi yake bora. Maana siku 180 zilipotimia, mfalme akawafanyia watu karamu waliokuwemo huko Shushani ngomeni, wakubwa wadogo, kwa muda wa siku 7 katika behewa la bustani ya ngome ya mfalme. Akawanywesha kileo wale wote waliohudhuria katika sherehe yake, kama ilivyoamriwa na mfalme bila masharti. Maana ndivyo mfalme aliwaagiza watumishi wa nyumbani, kila mtu afanye vile anavyopenda. Sasa kulikuwa na huyu malkia ambaye ni mke wa mfalme Ahasuero. Malkia huyu alikuwa akiitwa Vashti. Huyu malkia naye aliwafanyia karamu wanawake ndani ya nyumba ya kifalme, ndani ya nyumba ya kifalme chini ya mfalme Ahasuero. Na ilipotimu siku ya 7, mfalme alifurahi sana moyoni mwake kwa divai aliyokuwa amekunywa. Hivyo aliwaamuru wasimamizi wa nyumba waliohudumu mbele ya mfalme wa Ahasuero wamlete Vashti, yaani malkia, mbele ya mfalme akiwa amevaa taji ya kifalme, ili waonyeshe watu na maakida uzuri wake. Maana huyu Vashti alikuwa mzuri sana wa uso. Lakini cha kushangaza ni kwamba Vashti malkia alikataa kwenda kwa amri ya mfalme chini ya wasimamizi wa nyumba. Kwa hiyo mfalme akaghadhibika sana na hasira yake ikawaka ndani yake. Vashti alihitajika kupata hukumu kwa kosa la kukataa wito wa mfalme. Tumfanyeje Vashti malkia kwa sheria, kwa sababu hakufanya vile mfalme alivyoamuru? Memukani akajibu mbele ya mfalme na maakida, huyu Vashti hakumkosea mfalme peke yake, ila amewakosea maakida wote, watu wote waliokuwepo katika majimbo yote ya mfalme Ahasuero. Kwa maana tendo hilo la malkia litajulikana na wanawake wote, kwa sababu alikuwa akimtazama yeye kama kiongozi, na hii itatokea kwa watu wote na watawadharau wanaume zao, kwa sababu malkia amefanya hivyo, na wao pia watafanya vivyo hivyo. Hivyo malkia alistahili adhabu. Basi wakapeleka pendekezo kwa mfalme. Mfalme, ukiona vyema, na itoke kwako amri ya kifalme katika sheria za Waajemi na Waamedi, isitanguke sheria yoyote ya kwamba Vashti asifike tena mbele ya mfalme Ahasuero, na umalkia wake atapewa mtu mwingine aliyemwema kuliko yeye. Neno hilo likawapendeza mfalme na maakida, naye mfalme akafanya sawasawa na neno lake Memukani. Kwa maana alipeleka nyaraka katika majimbo yote ya mfalme, kila jimbo kwa mwandiko wake na kila taifa kwa lugha yake, ya kwamba kila mwanaume atawale nyumbani mwake, na kuitangaza habari hii kwa lugha ya watu wake. Na hivyo malkia Vashti akavuliwa umalkia wake. Na huo ndo mwisho wa kisa chetu, malkia aliyefukuzwa kwenye jumba la kifalme. Si mwingine ni malkia Vashti.
Na hivyo ningependa uniandikie hapo chini umejifunza nini kupitia kisa hichi na kinakusaidia nini katika maisha yako unayoishi leo katika ulimwengu huu. Barikiwa nami.